Na mtazamaji wa huduma ya Ukombozi TV, ndivyo ambavyo tunahitimisha ibada hii kwa siku hii ya leo. Hii leo ni siku ya tatu, ni sehemu ya tatu ya operesheni ya kuvunja madhabahu ya familia. Huenda ulikosa siku ya kwanza, siku ya pili, na leo ilikuwa ni siku ya tatu. Hivyo basi mambo mengi sana yamekuwa yakitendeka kuanzia siku ya kwanza. Tumeshuhudia nabii mtumishi wa Mungu vile ambavyo amekuwa akitenda, lakini tumeshuhudia Mungu ambavyo amekuwa akiokoa watu wake. Siku ya kwanza tuliona mengi, siku ya pili pia tumeona mengi, lakini pia hii leo siku ya tatu Mungu ameendelea kutenda. Na mtazamaji, tukwambie tu kwamba hii leo Mungu ametenda, si ndio? Ametenda mengi sana. Mengi ametenda, lakini tunao pia siku ya Alhamisi. Ndio. Kwa siku ya leo tumeona mambo mengi na matendo makuu ya Mungu ambao Mungu amemtumia nabii wake Rabel Akio kufungua watu wake. Watu wengi wamefunguliwa, tumeona matamko ya kinabii, lakini pia tumeona unabii wa mtu mmoja mmoja, lakini pia tumeona maombezi. Kwa hiyo siku ya Alhamisi, mtazamaji ambao unatazama hivi sasa, ni kwamba kuna ibada ya nabii kuonana na mtu mmoja mmoja, na katika ibada hiyo tutaanza kuanzia majira ya saa 12 kamili asubuhi, ambapo tutakuwa na ibada ya toba. Alafu tukimaliza ibada ya toba tutaelekea kwenye kumuona nabii kwa mtu mmoja mmoja. Hakikisha ukifika hapa ukumbini, unaingia ofisini, unakutana na wahudumu, wanakupa namba ya kumuona nabii kabisa. Na unachotakiwa kufanya sio tu kutaka kumuona nabii, wewe pia unapaswa kuhudhuria ibada zetu ambazo zimekuwa zikifanyika hapa katika ukumbi huu wa huduma ya Ukombozi uliopo Njia Ng'ombe hapa Mwajechei wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Mengi tumekuambia yamekuwa yakitendeka. Kwa kwamba madhabahu ya kifamilia, hakuna familia ambayo haina madhabahu. Kuna familia ambazo zimeteswa kwa muda mrefu na ulevi, lakini pia kuna familia ambazo zimeteswa na magonjwa. Kuna yale magonjwa ya kurithi. Unaona, babu alikuwa anaumwa kansa, mtoto wake ameumwa kansa, na sasa mjukuu anaumwa kansa. Na ukiumwa sio kwamba wanaumwa tu baadaye wanapona. Wanaumwa lakini baadaye wanafariki. Sasa hiyo ni madhabahu. Mtumishi Mungu amefundisha mengi hapa kwa habari ya madhabahu ya kifamilia. Lakini nikwambie tu vilivyobaki ni vizuri zaidi. Usikose ibada ya Alhamis, lakini pia kumbuka kwamba tunayo ibada siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tamati. Na baada ya hapo tutakuwa tunamkesha bila shaka. Siku ya Jumapili pale tutakuwa tunamkesha mzuri kabisa. Lakini nikwambie tu mtazamaji, usikose ibada hapa. Unateswa na madhabahu ya kifamilia, wenda hata sio wewe, ni ndugu yako. Njoo, Mungu atakutendea. Mungu atamtumia nabii wake Rabel Akio kukufunulia unabii, atakuonyesha unabii, lakini pia Mungu atakuponya. Wengi wamefunguliwa, na hivi punde tu tutaenda kuzungumza na baadhi ya watu ambao wamehudhuria ibada hii ya siku hii ya leo. Majina yangu mimi ni Miriam Sarakike. Mimi ni MC Kim. Nikutakia utazamaji mwema, lakini pia muda si mrefu tutakwenda kuzungumza na baadhi ya wanaukombozi washuhudie ni namna gani wamefunguliwa, lakini pia namna gani wameona matendo makuu ya Mungu, ikiwa leo ni siku ya tatu au sehemu ya tatu ya ibada hii ya ukombozi wa familia. Lakini pia mtazamaji unatazama, unaweza ukasema kwamba wewe hauna madhabahu, lakini tu nikuhakikishie kwamba kwa mafundisho ya nabii alivyofundisha kwamba hakuna mtu yeyote chini ya jua hili ambayo ana madhabahu. Kuna mtu unatumikia madhabahu lakini pasipo wewe kujua. Kwa hiyo hakikisha kwamba siku ya Jumamosi unafika hapa ukumbini uweze. Asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa hapa Ililia. Hapa Ililia, unatokea wapi? Nimetokea Katiti. Umetokea Katiti. Kikubwa ambacho Mungu amekutendea siku ya leo ni kipi hasa? Mungu amenitendea kwa sababu nilikuwa na tumbo lilikuwa linauma. Sasa hivi nasikia niko afadhali, nimepona kabisa. Sasa sio afadhali, sema umepona kabisa. Nimepona kabisa. Kikubwa ambacho unatarajia labda kwa siku zijazo, tuna ibada pia siku ya Alhamis saa 12 pale asubuhi, tupata nafasi ya kuonana na nabii. Kipi ambacho unamwambia mwingine, lakini pia matarajio yako ni nini? Nitamwambia kweli kwenye ukombozi, akifika ukombozi anapata uponyaji, na kile anachoona kwamba ni kigumu kwenye maisha yake Mungu atamfanyia. Walike wengine watatu. Amina. Walike marafiki zako, ndugu zako, watu watatu. Ninamwalika mama yangu mzazi, namleta pia kaka yangu na mdogo wangu. Na wakaribisha kwenye ukombozi. Pia usiache familia yako siku ya Sitaiacha. Karibu sana na Mungu aendelee. Asante Mungu. Mtazamaji, bado tunaendelea na mahojiano na watu wa Mungu ambao leo wamefika hapa imani, ikiwa ni siku ya tatu ya ibada hii ya ukombozi wa familia. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani, kutokea wapi? Naitwa Eunice, nimetokea Kitefu. Eunice kutokea Kitefu. Hebu mueleze mtazamaji ni kwa namna gani leo umeona matendo makuu ya Mungu ikiwa ni siku ya tatu ya ibada hii? Naona matendo makuu ya Bwana. Ndio. Nimefunguliwa,
Ndio. Watoto wangu wamefunguliwa. Ndio. Namshukuru Mungu kwa hilo. Ndio. Ndio. Alhamisi ni siku ya kuonana na nabii kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia Jumamosi ni siku ya kutamatisha ibada hii ya ukombozi wa familia. Umejipangaje kuelekea siku ya Alhamisi na Jumamosi? Nitahudhuria siku zote. Ndio. Ndio. Pata nafasi ya kualika marafiki zako angalau watatu ambao unatamani pia wafike katika madhabahu haya ya ukombozi. Nawakaribisha kwa jina la Baba. Ndio. Namkaribisha mama yangu. Ndio. Baba yangu. Ndio. Nakaribisha marafiki zangu wa karibu kwenye ibada. Ndio. Ndio. Amina, ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Tutazungumza na watu kwa habari ya matendo makuu ambayo Mungu amewatendea. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hongera kwa ibada. Asante. Sauti imepoa sana, vipi? Ya kwangu tu. Ndio sauti yako? Aha. Leo nini ambacho umekutana nacho siku ya leo? Nimekutana na mafundisho mazuri ambayo mtumishi wa Mungu ameyafundisha kwa wanadamu. Ndio. Wewe ni madhabahu gani pengine huenda inaitesa familia yako? Kila mtu ana madhabahu. Zipo za aina mbalimbali. Matarajio yako katika ibada nyingine zinazofuata ni ipi hasa? Matarajio yako katika ibada? Amina. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, naona siku ya leo una furaha sana. Mungu ni mwema. Hebu mweleze mtazamaji ni kwa jinsi gani umefunguliwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya 3 ama sehemu ya 3 ya ibada hii ya ukombozi wa familia. Namshukuru Mungu. Ndio. Familia yangu imekombolewa. Mimi pia nimekombolewa. Ndio. Namshukuru Mungu sana. Ndio. Nimefurahia madhabahu. Ndio. Kuelekea Alhamisi kwenye ibada ya kuonana na nabii kwa mtu mmoja mmoja, umejiandaje? Ni uhakika. Ni uhakika. Basi pata nafasi ya kualika watu watatu ambao pia wanatamani wafike siku ya Alhamisi, lakini pia siku ya Jumamosi wakati tukitamatisha ibada hii ya ukombozi wa familia. Kwa majirani nitawaambia, nitakuja nao. Ndio. Amina. Amina, barikiwe sana. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Janeti Yona Akio. Unatokea wapi? Natokea Kitefu. Unatokea Kitefu. Ndio. Nini kikubwa ambacho Mungu amekutendea siku ya leo? Mungu amenitendea kwa sababu ndio nilivyoingia hapa mwili ulikuwa mzito. Lakini sasa hivi mimi ni mzima. Amina. Sina shida kabisa tena. Kuna mtu mwingine naye anakutazama wakati huu na anafikiria hiyo baada ya Alhamisi itakuwaje, sijui niende sijui nisiende, naye mwili wake ni mzito. Nini ambacho unaweza kumwambia? Namwambia hivi, yani awe na bidii na kumwomba Mungu ampe nafasi ya kuja, kwa sababu asipomwomba Mungu ni kwamba adui anamzuia. Alika watu wengine watatu siku ya Alhamisi. Alhamisi hii namwalika mdogo wangu Magdalena, namwalika mtoto wangu Lightness, naalika pia mwali wangu Gifti Daudi. Usikose siku ya Alhamisi pia. Sikosi pia, namwomba Mungu. Mungu akutangulie na endelee kukutunza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba mtumishi. Hebu tupe angalau ushuhuda wako ambao umetendewa katika maisha yako siku ya Jumanne. Nilitoka hapa Jumanne, nikafika nyumbani, nikapigiwa simu, nikaambiwa nije nikachukue mradi wa kuku. Na mtumishi alikuwa ametuagiza kana kwamba ikifika mwezi wa 7 akikuta anaombea mtu ambaye hajafanikiwa, huyo hatamuelewa. Kwa namshukuru Mungu kwa sababu alivyonitamkia hivyo. Na kweli sikuwa na matarajio ya kupata mradi wa kuku, lakini kupita madhabahu ya ukombozi nimeenda kufanikiwa na nimepata mradi kwa kuku 41. Kuku 41. Na nimepewa bure bure kabisa. Na tena amenipa tena, huyo baba akanipa tena gunia la kutunza wale kuku. Kwa hiyo narudisha sifa na utukufu ni kwa Bwana Yesu. Amina mama. Hakika madhabahu ya ukombozi ni madhabahu irejeshao uhai. Nikiripoti kutoka hapa katika hema kubwa la madhabahu ya ukombozi, ni mimi MC Kim. Nyuma ya kamera yuko Imani Michael, lakini pia sikuwa peke yangu, nilikuwa na Miriam.